watu watakuzoea. Wacha kuzoea lakini umetengeneza. Yani sisi ni kwamba tuko nyuma. Yani hivi kuna ubaya mimi nikisikia wivu jamani. Kwanza cha kwanza wanafaa wanishukuru sana kwa sababu umefanya kitu kikubwa. Wanishukuru sana, pongezi kama Mr. Bado solo artist. But by that time niko kwa group nilikuwa najiita Super Danger. Lakini zamani ilikuwa hela tunaipata kwa shows zilikuwa zinalipa vizuri sana kwanza. Msanii ukifanya shows nyingi watu like watatoshekana wewe. Wao ndio wale legendary walioanzisha muziki wa Manzele. Hatukupata elimu 100% lakini pia kile kidogo kilituamsha sana. Nimepeleka trophies nyingi sana pale. Kwa muziki nikienda nationals kwa muziki. Ukitaka kutaja legend wa muziki wa hapa Pwani, huwezi kukosa kutaja Mr. Bado. Muziki umerun kwenye blood yake kutoka kwa mzee mpaka kwake moja kwa moja. Hii hapa ni Sumilani na mimi ni Sanga Mlatino. Karibu Bado. Asante sana, nimeshukuru sana bro. Ningependa tuanze interview yetu turudishe nyuma kidogo. Nyuma kidogo ambapo mimi nafahamu kwamba wewe umezaliwa na mzazi ambaye tayari kwenye muziki wa culture. Ndio. Alikuwa yupo kwanza leo? Yupo bado ama mzee aliaga. Mungu amweke pema. Alikuwa anafanya, kwa sababu najua kwenye huu muziki wetu wa Kimijikenda kuna Chichemeko, kuna tofauti. Yeye alikuwa anaimba ipi kati? Babangu mzee Nyorokonde alikuwa muziki wake ni Mwanzele. Wao ndio wale legendary walioanzisha muziki wa Mwanzele. Ule analog, ule wa mwanzo kabisa ukianza. Kwa hivyo yake ilikuwa Mwanzele. Lakini cha kupendeza kwamba babangu alikuwa yuko pia flexible. Alikuwa ukimwangusha hata kwa studio, hizi kizazi kipya pia anaweza kufanya. Kwa sababu kuna ngoma nakumbuka tulishirikiana mimi na yeye na Kimbo na kufanya vizuri sana kwenye hiki kizazi kipya. So alikuwa yuko flexible hapa tu Mwanzele. Huo wimbo mimi nadhani naukumbuka. Si zamona. Ulitoka around maybe 2011, 2012. Ilikuwa 2012. Naukumbuka vizuri. Na hii tu wimbo ulishika sana. Hata huko culture. Huko culture. Ilikuwa ni kama ile nyimbo. Ilikuwa crack sound tena. Tulifanya crack sound. Actually nilikuwa nimetoka na mzee hospitali, alikuwa ameanza shida zake za moyo. Nikawa nimetoka naye kwa matibabu. Asa pale Mtondia nikamuomba tuende studio. Tukaenda crack sound, tukafanikisha ile jambo. Tukiwa tunaandika, ilikuwa actually ile ngoma ni mimi na yeye. Lakini Master Kimbo alivyotusikia studio tunatema mistari, mzee anatema chorus ile. Akasema Mr. Bado nakuomba tafadhali tushirikiane na mzee kwa sababu ni legendary na mimi pia naomba niweke mistari. Basi moja kwa moja tukamruhusu kwa sababu Kimbo pia naye ni msanii ambaye yuko vizuri. So ikawa ni collab sasa watu watatu. Wakati una grow pale nyumbani kwa bado mdogo na mzee anaimba tayari. Ile ilikupatia wewe nafasi gani? Of course ulikuwa learn from him. Lakini unaweza kutaja kabisa contribution kubwa kabisa ambayo part gani kubwa ambayo aliplay kwenye muziki wako wewe ambao mpaka sasa wewe unamshukuru? Kile ambacho cha kwanza mzee namshukuru kwa alichocheza kwenye maisha yetu kama safari yetu ya muziki ni elimu. Maana unajua muziki bila elimu kidogo unaweza kutatizika. Hatukupata elimu 100% lakini pia kile kidogo kilituamsha sana kwenye tasnia ya muziki. Maana at least naweza kupata mkataba wa muziki na nikausoma nikauelewa bila hata wakili na nikajaza na mambo yakawa sawa. Kwa hivyo nipongeze sana kwa mzee, lakini pia pili ni kutuonyesha zile njia za muziki unavyokwenda, ni namna gani mtu anaweza kuapproach muziki, namna gani mtu anaweza kupata lisha yake kupitia muziki. Of course tukiwa na yeye hata akianza kuimba zile muziki Mwanzele za cassette tulikuwa tukiandamana na yeye, alikuwa tushawishi sana twendeni mkakuwe pia backup singers. So alikuwa akiimba sisi tuko nyuma na sisi tumuitikia na tunatoa zile cassettes. So ni jambo zuri sana kwetu kimuziki. Lakini ninavyofahamu mimi nadhani wewe wakati unaanza muziki wako wewe independent au kuanza ukiwa unaimba Mwanzele. Ni kweli kabisa kwa sababu nikiwa niko shuleni primary school pia nilijihusisha na tayari muziki kwa sababu ukizingatia kama nyumbani tayari kwa muziki upo. Nikiona babangu akienda, sisi tuko wadogo hatujaruhusiwa kuenda kurekodi na yeye. Tulikuwa tukiona na shuleni tukasema acha tujaribu kwenye hizi club za shule. Mimi hususan high school Barani nimepeleka trophies nyingi sana pale kwa muziki, nikienda nationals kwa muziki. So hili lilinipatia nguvu sana mpaka nilivyomaliza high school nikasema itabidi niendelee na muziki, lakini moja kwa moja nikasema kwa sababu mimi ni kijana bado sijaungana na mzee, wacha tuanze
kujitafuta si kama vijana, so nikaingia muziki ule Bongo Flava. Si nisema ziki la nazi, Bongo Flava ni kule Bongo, lakini huku ni ziki la nazi. Nikaingia kwa ziki la nazi, na nakumbuka tulikuwa mabrother wanne. Brother mbebaji, tulikuwa tuna Right Man hapa na Maulidi, alafu na Omar, alafu na mimi. So tulijita Zoo Family, ili rock sana those days, rock kabisa. Pia tulichukua ma certificate mengi, makombe mengi kwa clubs, tulishinda sana that time. So ilikuwa ni jambo zuri sana mimi katika safari yangu ya muziki, na muziki huo wa Ziki la Nazi, na nilifanya vizuri sana. Yeah. Kuna evidence ya breaks ambazo umekuwa ukichukua kwenye career yako. Tukiachana hiyo group, baadaye ulikuja ukasimama tena peke yako ukiwa bado kwenye Ziki la Nazi, nadhani. Yes, nilikuja tena ukachukua tena break, ni kama baadaye ndo kaja kama mwanzele. Yeah, kabisa, katika hali ya kujitafakari. Unajua, kwa sababu muziki ni maarifa, muziki unataka, ni taaluma nyingine ambayo inataka mabadiliko ya kila mara, kadri upepo unavyokwenda uweze kubadilika nao. So tukiwa tuko pamoja kama group, mwisho wa siku kukawa kuna commitments kidogo, majukumu ya wale mandugu, mimi lakini focus yangu ikawa bado imebaki ni kwenye muziki. Ndio maana sasa mimi nikasema, kwa sababu wale wamejukumika na kazi zao na kuangalia familia, mimi nikawa bado sijapata jiko, nikasema itabidi mimi nisimame kama solo artist. So nikasimama, nikaona break kidogo, alafu nikaja nikatokea tena kama Mr. Bado solo artist. But by that time niko kwa group, nilikuwa najiita Super Danger. Lakini sasa pia vile mpira pia nimecheza. Nilikuwa na break kidogo, kabla nilicheza mpira nilikuwa najiita Mangingi. Nilikuwa naitwa Mangingi. Mangingi. Nilikuwa hupite. Mimi yangu ilikuwa namba 5. Defense. Huwezi pita. Namba dala. Dala noma sana. Hao wako sifa zao ni kucheza rafu. Sisi ni rafu. Ndio maana ukanyaga na kwambia wewe mimi ni defender bana. Ndio maana nilikuwa naitwa Mangingi, maana kile kitu huwezi pita hapo. Unakiwa ngii, ukija ni wao usikuka hapo. Wananijua vijana sita. Kwa hivyo boli sana. Kwa hivyo kuna hizo breaks nilikuwa nazo, break nikaingia kwa mpira, break nikaja kwa kama solo kwa hiyo group Zoo Family, break nikaja nikajitambua kama solo artist, alafu mpaka sasa hivi tukofikia. Kati ya huyu Mr. Bado wa kwanza huyu na huyu Mr. Bado wa sasa ambaye tuko naye hapa, kwa sababu ni versions mbili za mtu mmoja, unaona ni upi ambaye anapata wakati mgumu kabisa hapa kufanikisha kazi zake? Mwenye wakati mgumu sasa hivi naweza kusema ni huyu wa sasa. Wa sasa? Yes. Kitambo ilikuwa ni rahisi sana? Ilikuwa ni rahisi sana kwa sababu muziki ulikuwa hauna hustling nyingi sana. Ilikuwa sana muziki ukiufanya ni shows kwa clubs, na hauna stress za kwamba utaingia kuchokora mitandao kuna kule, unajua mambo mengi. Ingawaje hizo process za kuingia kwa mtandao kuchokora ndio process zako za kutafuta hiyo hela. Lakini zamani ilikuwa hela tunaipata kwa shows zilikuwa zinalipa vizuri sana kwanza. Alafu clubs zilikuwa chache, kwa hivyo msanii ulikuwa ukihit moja kwa moja ni kutengeneza hela tu. Nashukuru Mungu, hata nyumba yangu mimi ya kwanza nikijenga na muziki nikiwa solo artist. Yeah. Kwa hivyo muziki ulikuwa uko vizuri. Sasa hivi kidogo naweza kusema kuna ugumu kwa sababu competition ambayo imekuwa high. Wao wasanii ni wengi, kwa hivyo ukitaka kutusua lazima nguvu sana. Mimi naona unapiga shows nyingi lakini sasa. Nashukuru Mungu kwa sababu ni bidii. Unaona bidii unaifanya sasa ni 2 times ile ya nyuma. Kwa hivyo tunasema kuna ugumu sana kwa sababu lazima ukimbie mara 2 ya vile ulivyokimbia zamani. Kwa hivyo na mimi kweli nashukuru unakimbia mara 2 na hata kizidi mara 3. Ndio maana unaona nafanya shows mingi sana. Sasa kwa hiyo lakini hata kama sasa unafanya kazi nyingi sana. Yes. Lakini una surpass income ya yule wa kitambo. Exactly. Sasa unapiga mwingi, yani hela. Sana. Kazi nyingi, pesa nyingi. Sana. Kazi nyingi, which is fair. So kwa hawa wasanii wengine ambao nao wanafanya kazi nyingi sana na hawakufikii, like of course wewe sio SI unit, lakini hawafikii level ya kwamba wanaweza wakapata pato tu zuri kutokana na muziki. Kuna kipi ambacho hawafanyi? Ukweli ni kwamba bidii, focus na kazi yako ambayo ulichagua. Kama ni muziki, umesema ni muziki, fanya muziki. Unajua siku hizo wasanii wanataka kuchanganya muziki na starehe. Unaona muziki mapombe, muziki madem, muziki kama umesema muziki kama kazi. Yaani fanya kama ofisi yako, na kazi yoyote ile atambali na muziki utaona inakuletea manufaa. Kwa hivyo mimi kile ambacho naweza kuambia ni wa focus kabisa, lakini cha zaidi sana pia respect, nidhamu. Unajua mtu hawezi fika pale alipofikia bila kuwa na nidhamu. Nidhamu ni pamoja na kuuliza hata ushauri kwa wale ambao walikuwepo kwenye hii game. Unajua ni kile cha zamani na cha sasa kuchanganya ndio utapata hesabu mzuri. Kuchukua cha sasa sana hauwezi pata jibu, na kuchukua cha zamani sana hauwezi pata jibu. Kwa sasa utakipata je kile cha zamani kama utakuwa una nidhamu. So unafaa kuwapitia wale ma legendary na kuuliza ushauri 2-3. Of course mimi nimekuwa nikifanya hivyo sana. So ni fursa yao sasa hivi kama umechagua muziki, determination, nidhamu, focus na kile unachofanya. Na kwa hizo shows nyingi ambazo sasa hivi unafanya,
zinafurahisha sana, lakini pia kuna kusema eti msanii ukifanya shows nyingi watu like watatosheka na wewe, watakusapola. Like hawatataka tena kukuona wewe ukifanya show because sasa tumekuona jana, leo, kesho tulikuwa na wewe, jana tulikuwa na like, unajua wale mashabiki wale ambao wanakukubali kabisa, yuko tayari atoke Mombasa aje Malindi. Aje kuona. Kabisa. Aende Kwale, aende unaona. Sure. Na sasa kama hizo shows wewe utakuwa unazifanya, sijui kama sasa unazifanya kila wiki ama after how long, lakini kweli ni nyingi. Hii uofu kwamba inaenda ikikufanya watu wa kutosheke. Mimi nashukuru sana kwa sababu swali zuri Zara by the way. Nashukuru sana kwa sababu muziki ambao nimekuwa nikifanya mimi ni muziki wenye program. Yaani hata hivi sasa hivi nimebase sana upande wa Mtwapa, Mombasa, Bamburi huko ndiko niliko. Lakini utakuta sasa nikipewa show leo hapa naacha kama weekend kama 2. Kwa mfano Mtwapa nimekuwa leo, naacha kama weekend 2 naenda Bamburi. Unaona, kwa sababu haiwezekani kwamba mashabiki wote wa Bamburi watakuja kukuona Mtwapa. Wengine watakuja, wengine unaona hawatapata fursa, nafasi, unaona. Kwa hiyo huwa najiprogram mimi mwenyewe vizuri tu. Lakini yote 9-10 bro, hii ni kazi ambayo inakwenda ni ya msimu, mwisho siku itaisha. Kwa hivyo kama utatengeneza hela utafanya nini sasa? Ukiogopa kwamba watu watakuzoea. Wacha kuzoea, lakini umetengeneza. Unajua upige mwingi faster, wakikuzoea wewe ushatusua. Una shida gani sasa? Ushamalizana. Ushamalizana, una shida gani? Huu muziki ni safari inapita, ikipita ishakwenda, unaona. Wako waliimba na sasa hawaimbi tena, unaona. Kama ni upepo inabidi unyonye. Sasa kama ni unyonya upepo mzuri umalize. Habari ndio hiyo ya mjini bro. Kabisa, hatuwezi kuikataa hiyo sisi. Kwa hivyo sasa wakituona tunapiga show mingi, hiyo ndio furaha kwetu, kumaanisha hela zinaingia mingi, shida iko wapi? Tuna invest na mambo mengine. Mwisho wa siku biashara haiwezi kuitegemea kama muziki peke yake. Muziki utakuletea ile income, lakini mwisho wa siku jitanue mabawa, fungua mabawa, fanya biashara nyingine kupitia kwa pesa, itakuwa si muziki tena. Maana hiyo uko unauza nguo basi muimbie mtu ndio mtu achukue nguo. Hapana, itakuwa ni hela sasa, si ndio? Na hela imeletwa na muziki. Kwa hivyo hiyo moment ikifika, tengeneza hela, hata kama ni kwa show za leo na kesho, fanya, make a lot of money, invest to other things. Maisha ya songe. Hii frequency yako ya kufanya shows inanikumbusha msanii mwingine. Unajua mimi kando na Isu Milani, mimi ni videographer. Sasa kuna events plan ambazo kule na shoot na nini. Na sasa kule uzuri kule mimi kwa bahati nzuri ni kwa expose kwa culture zingine. Sasa nakuwa kwenye shows za communities tofauti, Wajaluo huku, Wakikuyu, Wakamba. Lakini nikienda kule zile shows zinapigwa kule bro. Show ya watu 16,000, show ya watu 20, kiingilio ni 2,000. Unaambiwa regular mwenyewe hata hakuna regular. Kumbe show inaanza na VIP, VVIP kuendelea. Unaona? Sasa ticket ni 7,000 na mtu amejaza hapo timu amejaza uwanja mzima bana 16,000. Hiyo mimi inanifanya mimi nasikia wivu nikwambie tu kwa sababu nasema vitu kama hivi mbona kwetu hatufanyi? Hivi culture yetu ni like yani sisi ni kwamba tuko nyuma. Yani hivi kuna ubaya mimi nikisikia wivu jamani. Yani uko sahihi kabisa. Uko sahihi, nataka kuliweka sawa hilo neno Ni neno ambalo ni nzuri kabisa, na neno ambalo linasikitisha vile kwa jamii ya Mijikenda. Lakini vile wacha tushukuru kwa sababu kule ambako tulikuwa tukisikiza muziki ya watu tu. Ni bora tu sasa hivi nimefanya determination, mimi nikachukua muziki ule wa mzee Nyirakonde at least. Maana kisha kwamba ati Mijikenda tuna Mwanzele peke yake. Wachonyi wana muziki wao. Ushasikia? Zina majina yao, muziki mingine nimesahau. Wakauma wana muziki wao. Wadigo na muziki wao, Wagiriama muziki wao. Unaona muziki ni mingi, lakini angalia Mwanzele pia ni wa Mijikenda vile uemerge kutoka kwa jamii wa Giriama. Ushaona ni muziki wa Mijikenda huo. Kwa hivyo nasema wacha tushukuru pamoja nayo kwa sababu zamani tulikuwa tukicheza muziki ya watu. Lakini sasa hii angalau wa Mijikenda baadhi wameanza kukubali na kujitambua kwamba na sisi pia tunaweza kuona cha kwetu tukajivunia. Ndio maana unaona Mwanzele sasa hivi nilivyouleta digital. Kwanza wanafaa wanishukuru sana kwa sababu nimefanya kitu kikubwa. Wanishukuru sana, pongezi. Siliombi by the way, lakini kama mtu mwenye akili yake na fahamu yake anafaa kufahamu kwamba Mr. Bado anachofanya kitu kizuri, kututoa kwenye hatua moja ya kuwa tunasikiliza muziki ya watu mpaka kutupeleka watu wengine mpaka sisi pia watu wengine wa nje wanasikiliza muziki wetu, of which sasa hivi kuna wageni hata huja hapa wakauliza Mwanzele, when is Mwanzele, want to see Mwanzele. Ni jambo zuri kwa Mijikenda, ni jambo zuri kwa Kilifi County, jambo zuri kwa Pwani, ni jambo zuri kwa Kenya nzima kwa jumla. Sasa kutaka kuliweka wazi kabisa hili swali ni kwamba wale jamaa wanajaza ukumbi kwa sababu wale waligundua kitambo, wakajua ni lazima ujivunie kikwako. Sisi tuko nyuma. Ndio mimi neno likaniuma. Kama wewe unasema unasikia kusikitika, mimi nilisikitikia zamani, ndio maana nikasema acha ni sikume Mwanzele. Ukiwa ni muziki ambao ulikuwa na babangu mzee Nyirakonde, Mungu amweke pema. Wacha nichukue huu waletea wa Mijikenda kama utakubali. Lakini nashukuru Mungu hiyo
impact kidogo sasa imeanza kuleta sura nyingine tofauti, kwa sababu hata mimi nikienda kwa shows zangu tamasha zangu zinapiga watu numbers, watu wanakuja. Kinyume na mwanzo walikuwa watu wanasema ni muziki gani huo, Manzeni ni kitu gani? Huwezi kusema muziki wako wewe ambao umetoka kwako original kwako nyumbani ni muziki gani, kumaanisha wewe ndio primitive. Unafaa kukubali cha kwako kwanza. Yani hiyo point mimi napenda kuiangazia sana bro, umeleta vizuri sana, kwa sababu mtu lazima sisi wamejikenda tutambue cha kwetu kwanza, ndio kama ni cha mwingine pia tushukue. For God's sake, hataki kusema ni cha mwingine tukikatae. Lakini anza na cha kwako kwanza, ndio amezichana kamba kiriro na wewe mwenyewe. Anza na wewe mwenyewe kwanza. So mimi naona picha ni mzuri, lakini pia ni jambo ambalo linafaa liangaziwe zaidi, ili na sisi tufikie hatua kama walivyofika wenzetu, tuweze kujaza kumbi, tuweze kucharge pesa mingi na maisha yaendelee vizuri na siku wamejikenda.